Na shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi, na iwapo basi ndio unajiunga nasi, hii ni meza ya Afrika Mashariki papa hapa KTN News, ambapo tupo katika sehemu ya pili. Na kama kawaida basi huwa tunaanza na swala kuu, ambapo weekend hii basi tunajadili mengi kuhusiana na wadhifa wa mwenyekiti wa bara Afrika ambapo ni AU, na nakupeleka basi kwa mwanahabari mwenza Lofty Matambo ambaye yupo na mwanadiplomasia kwa mahojiano hayo. Naam, shukran sana mwenzangu Francis Mtalaki. Bila shaka tuko katika swala kuu hii leo tukiwa tunajadili mchakato wa waziri wa masuala ya nje hapa Kenya Amina Mohamed kuweza kujinyakulia ama kukikalia kile kiti cha mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Nchi za Afrika AU. Studioni niko naye Mohamed Abdullahi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa barani Afrika na ulimwenguni kote kwa ujumla. Karibu sana. Asante. Wajisikiaje babu? Salama kabisa. Uko mzima? Salama salimini. Waonaje? Kuna uwezekano wa Amina kuchukua kiti hiki? Ndio, kuna uwezekano mkubwa kabisa wa Amina kuchukua kiti hiki na kuna sababu rasmi ambazo zipo. Ameweza kufanya kazi katika Umoja wa Mataifa kwa muda mrefu na ameweza kufikia katika ngazi za juu za Umoja wa Mataifa akiwa makamu wa katibu mkuu, Assistant Secretary General wa Umoja wa Mataifa. Ameshika na nyadhifa nzito katika Umoja wa Mataifa, na vile vile amekuwa sasa kwa muda waziri wa nchi za kigeni wa Kenya, na katika wakati huo ameweza kuhodhi au kusimamia mikutano kadha wa kadha ya kimataifa. Kwa hiyo jina lake si geni Afrika wala ulimwengu. Ni mtu ambaye anajulikana, ni msomi, yeye ni wakili, na pia katika nyanja za kidiplomasia ana umashauri wake. Kwa hiyo kwa upande wa CV yake, CV ni nzito. Isipokuwa sasa ndio kutakuwa sasa na uchaguzi, na katika hali ya uchaguzi yeyote inaweza kutokea. Mimi ninavyoona ni kwamba na pia kama unavyoelewa kwamba Rais Uhuru Kenyatta amekwenda huko tayari ameshaondoka, na yeye anaenda kumsaidia kuona kwamba anaweza kuwashawishi wale viongozi. Kuna viongozi wengi sana wa Afrika ambao tayari wameshakuahidi kwamba wao watamuunga mkono. Naam, tukizungumzia Afrika, viongozi wa Afrika, tunajua kuna taifa la Senegali, mgombeaji mmoja kutoka kule, kuna mwingine ambaye ananyang'anyia kutoka Equatorial Guinea, kuna Chad, kuna Botswana. Nchi nyingi pale ukiangalia ni za mataifa ya kati, mataifa vile vile ya magharibi kule. Je, unaona mchakato wa ni nchi gani ilitawaliwa na ukoloni gani, ni nchi gani inatoka upande gani, na manake tukiangalia Kenya inatoka Afrika Mashariki. Je, kunaweza kuwa na siasa za maeneo, na ni taifa gani lilikuwa chini ya koloni gani labda kumfanya Amina sipite? Ni swali zuri sana, lakini kabla hatujafanya hivyo tufanye kitu kinaitwa elimination, yani kuondoa wengine. Naam. Mimi naona yule jamaa anayetoka Botswana hana chance yote, hana fursa yote, kwa sababu katibu mwenyekiti aliyopita yule bibi alikuwa anatoka Afrika Mashariki, alikuwa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo Zuma yule, Bizuma. Yeye kwa kuwa alikuwa ametoka. Kwa hiyo tunaweza kusema huyu jamaa wa Botswana hana hali. Vile vile Chad, sidhani kwamba yeye ni mtu ambaye ataweza kuweza kuleta ushindani mkubwa. Lakini ushindani mkubwa zaidi utatoka, nafikiri mimi, unajua nchi ya Equatorial Guinea ni nchi tajiri sana, ina mali ghafi nyingi sana ya petroli, na inatoa petroli nyingi sana, na pengine sangine watu hufikiria Afrika wataweza kupata msaada kwa njia hiyo. Lakini nafikiri kwamba upinzani mkubwa, ushindani mkubwa utatokana na huyu bwana kutoka Senegal. Na kujibu lile swali lako ni kwamba kama ilivyoelezwa, nchi za Afrika, Francophone Africa, mara nyingi huwa zinaambatana katika mambo kama haya. Zaungana kabisa. Na mara nyingi ndio maana wameweza kupata viti vingi kwa niaba ya Afrika. Sio tu katika upande wa siasa, hata katika riadha, hata katika soka, mpira. Utakuta kwamba viongozi wengi wanatoka, hata katika uandishi wanaungana katika vyama vikuu ambavyo viko. Utaona kwamba wote wako kama block, wanavote kama block moja. Wote ambao wanazungumza lugha ya Kifaransa.
Sasa kuna nchi kadhaa zinazozungumza lugha ya Kifaransa ambazo zimemwahidi Rais Uhuru na serikali ya Kenya kwamba watawasaidia kumpigia Amina. Kwa Amina. Nafikiri kwamba mambo yatadhihirika vizuri matambo katika duru ya pili. Nadhani kutakuwa na duru kadhaa. Hii ni hisia zangu. Ni kweli Kwamba katika duru ya kwanza wale jamaa ambao hohehahe ambao hawana kura nyingi wataondoka. Na mimi nafikiria kwamba Botswana na Chad wataondoka mapema, ikifuatiwa na Equatorial Guinea na Senegal. Hizo ndio nchi mbili. Senegal unaona ndio itamsukuma kabisa Amina. Senegal unajua kuna huu muungano wa Francophone countries na wana tabia hiyo kimataifa kwamba wanakuwa genge moja. Lakini pia unajua juhudi nyingi zimefanywa na serikali ya Kenya na kamati maalum iliyokuwepo ya kujaribu kupata hicho kiti. Na kabla kuangalia zile juhudi, umetaja Senegali kwamba inaweza kumsukuma Amina. Huyu bwana Bathil, huyu Msenegali. Je, ukiangalia sifa zake na za Amina, mbali na nchi yao kwamba itaungana na mataifa yanayozungumza Kifaransa, sifa zake zinazidi za Amina? Anayo CV nzito kwa sababu amekuwa waziri wa mashauri za nchi za kigeni na pia amefanya kazi katika Umoja wa Mataifa. Nadhani mpaka sasa anafanya kazi katika Umoja wa Mataifa. Ni mtu mwenye ujuzi sana. Sidhani kama anaweza kumfikia Amina kwa sababu mimi namuona kwamba Amina ana uzito sana, hasa kwa kuandaa mikutano ya kimataifa, kwa kuweza kufanya kazi katika nchi za Ulaya. Nadhani alifanya kazi katika nchi za Ulaya, alifanya kazi Geneva. Na ana ujuzi zaidi. Lakini bado kuna hilo tatizo nimekwambia ambalo ni sugu, ni kwamba hizo nchi mara nyingi zinaungana, zinakuwa na genge na wote mara nyingi hupiga kura kwa njia moja. Naam, tuzungumzie swala hili la Kenya kutumia fedha nyingi kabisa. Kuna hiyo kamati ambayo inaongozwa na Fred Matiang'i ya kamati ya mawaziri, kamati maalum. Vile vile Naibu Rais William Ruto tayari pamoja na kamati wamezungukia nchi 51 Afrika kuweza kuzirai na kuzibembeleza zipigie kura Amina ili aweze kuchukua kiti. Kuna faida gani? Wakenya wamekumbushwa wakati ambapo Naibu Rais William Ruto mwaka 2013 alitumia milioni 100 kukodisha ndege binafsi kuweza kuzunguka mataifa Afrika kuambia wapige kura dhidi ya kuiondoa ICC kwa ajili ya kesi ambazo zilikuwa zinawakabili. Kwa nini Mkenya aone pesa zikitumiwa hivi kwa ajili ya cheo cha mtu mmoja? Kuna faida gani? Kusema kweli si cheo cha mtu mmoja. Ni cheo, hii ni wadhifa ambao akipata Amina Mohamed ni Kenya imepata. Watakuwa wanamsema kwamba huyu ndio mwenyekiti wa tume ya Afrika ambaye ni Mkenya. Yuatoka Kenya. Sifa itakuwa inafikia Kenya. Na isitoshe kutakuwa na faida nyingi inapatikana kama kwa sababu uingizaji wa mali, atakuwa anaweza kuwashirikisha, kuwapa habari mambo yanavyokwenda Wakenya wenzake. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika katika nyanja za kidiplomasia mtu akiwepo pale. Na hii mambo ya kusema kwamba tumetumia pesa nyingi, hili ni jambo la kawaida. Kutumia fedha zile sio kwamba eti Kenya, hata nchi za magharibi wakiwa na candidate, mara nyingi utamwona kwamba waziri mkuu au rais anamshabikia, mweleza, anamsafiria katika nchi mbalimbali. Si jambo ambalo ni Kenya peke yake imefanya. Kuhusu yani pesa zilizotumika, sasa mimi si mhasibu. Kwa hiyo siwezi kuelewa kama pesa zilitumiwa kwa njia nzuri au mbaya. Watu wanaingiza siasa. Hisia zangu ni kwamba pesa zimetumika kwa njia nzuri mpaka hapo mtu fulani atakapoonesha ushahidi kamili kwamba pesa zilitumika kwa njia mbaya, zimefanywa ubadhirifu. Kwa hiyo sasa itakuwa ni kama tuseme ni dhulma na ubadhirifu kama haukufanyika. Sasa mimi ni nani kusema? Mimi sina zile hesabu. Lakini tusubiri faida, au sio? Faida ipo kwa sababu unajua ni cheo kizito sana. Na mimi naona hivi kwamba Fatma amefanya ujasiri sana, Amina amefanya ujasiri kwa sababu ile cheo anachoshikilia sasa ni cheo kikubwa sana. Nitakukata kidogo hapo Abdullahi. Umeliweka bayana hili swala kwamba fedha zinatumika, lakini tutaraji kwamba mazuri yatakuwa yanatoka na cheo na kiti chake hiki ambacho labda Amina atakichukua. Jumatatu kura za pigwa tayari, Uhuru Kenyatta rais yuko kule, mchakato mzima utakuwa unafumuka katika kipindi chetu kijacho. Jumapili ijayo kwenye Afrika Mashariki tutakuwa tunakupasha yote kwa uwazi na
kwa kina. Shukran sana, alikuwa ni Mohamed Abdullahi. Mkono wa pili huu nakupa. Asante, naregesha kwako Mtalaki. Swala kuu tumalizia hapo. Shukran sana. Mimi ni wako Lofty Matambo. Naam.